Na hii ni Mnyalu TV. Huenda uko umekutana na visa vingi vyenye kusikitisha, visa vilivyokuacha kwenye majonzi, na mpaka leo unajiuliza kwa nini mambo hayo yalitokea. Hii ni hadithi ya kusikitisha kumhusu Margaret Nduta, Mkenya kutoka Murang'a, anayetarajiwa kunyongwa leo na serikali ya Vietnam baada ya kupatikana na dawa za kulevya katika uwanja wa ndege wa Tan Son Nhat. Nduta na safari ya ndoto iliyogeuka kuwa kaburi. Nduta alikuwa akitafuta kazi nje ya nchi. Uarabuni, Dubai na nchi za Kiarabu zilikuwa kwenye rada yake ya kufanya kazi. Sasa kama wengi wanavyofanya, aliwatafuta mawakala wanaounganisha watu na ajira katika mataifa ya Kiarabu, na baada ya muda mfupi alipokea taarifa kuwa amepata kazi, lakini hakujulishwa ni nchi gani. Aliambiwa tu ajiandae kwa safari na ataelezwa ni nchi gani atapokuwa tayari anasafiri. Siku ya safari ilipoadia, alipofika uwanja wa ndege, alikabidhiwa visa ya Vietnam, si mojawapo ya nchi alizotarajia kusafiri. Alitakiwa kusafirisha mzigo, lakini hakupewa maelezo ya kina kuhusu ulikuwa ni wa nini. Ilikuwa rahisi kwake kufika, ni kazi rahisi tu ya kupeleka mzigo, halafu nalipwa kwa hali yangu ya kifedha. Why not? Kwa nini nikatae? Hakujua kwamba huo ulikuwa mwanzo wa safari isiyo na tiketi ya kurudi. Alipoingia katika nchi ya Vietnam, alihitajika kusafiri kuelekea Laos, lakini mambo yaligeuka kuwa jinamizi. Alikamatwa akiwa na kilo 2 za cocaine kwenye begi lake. Kazi hiyo ilipangwa na Mkenya mwenzake anaitwa John, mtu ambaye hakumjua vyema. Aliahidiwa dola za Kimarekani 1,300, takriban milioni 3.4 za Kitanzania kwa kazi hiyo, huku gharama zote za usafiri zikiwemo tiketi za ndege zikilipiwa na huyo bwana. Hakuwa na mawazo kwamba safari hii ingetamatika kwa hukumu ya kifo, ndoto iliyogeuka kuwa janga. Vietnam ni kama nchi nyingine za kusini mashariki mwa Asia kama Indonesia, Thailand na Malaysia. Ina sheria kali sana dhidi ya madawa ya kulevya. Adhabu ya kifo ni ya kawaida kwa wale wanaopatikana na hatia ya kusafirisha mihadarati. Nduta, kama vijana wengi wa Kiafrika wanaotafuta maisha bora nje ya nchi, alijikuta amenaswa katika mtandao wa ulahai wa kimataifa ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Labda alishajaribu njia halali za kupata kazi na hazikufanikiwa. Labda alikubali hii kama fursa ya mwisho, ila hakufanikiwa. Nduta na hukumu ya kifo ya Vietnam. Julai 14, 2023, Nduta aliwasili Ho Chi Minh City, Vietnam. Alikuwa amechelewa, lakini wafanyakazi wa uwanja wa ndege walimsaidia kukamilisha taratibu za uhamiaji na kumpangia ndege ya kuelekea Laos. Hata hivyo, wakati wa ukaguzi wa forodha, maafisa waligundua kitu cha kutiliwa shaka kwenye begi lake. Uchunguzi wa kina ulibaini kuwa ndani ya begi hilo kulikuwa na zaidi ya kilo 2 za dawa za kulevya. Nduta alijitetea kwamba hakujua kama begi alilopewa lilikuwa na dawa za kulevya, lakini kama inavyosemekana katika sheria, ignorance of the law is no excuse. Kutojua kuwa ni kitu ni kosa hakumpi mtu kinga dhidi ya adhabu. Nduta alikamatwa na kufikishwa mahakamani, ambapo waendesha mashtaka walidai kuwa utetezi wake ulikuwa mbinu ya kukwepa sheria kali za Vietnam dhidi ya madawa ya kulevya. Nchi hiyo inajulikana kwa msimamo wake mkali. Yeyote anayepatikana zaidi na gramu 600 za heroin au kilo 2 za methamphetamine anakabiliwa na adhabu ya kifo. Baada ya kesi ya muda mrefu,
Hatimaye mnamo Machi 6, 2025, mahakama ilimhukumu Nduta kunyongwa hadi kufa. Ni vigumu sana kufikiria jambo hili, lakini linakuwa gumu zaidi kutokana na changamoto kadhaa. Moja, Kenya haina mkataba wa kubadilishana wafungwa na Vietnam. Hii inamaanisha kuwa hakuna njia ya kisheria ya kumruhusu Nduta kutumikia kifungo nchini Kenya badala ya hukumu ya Vietnam. Kenya haina ubalozi nchini Vietnam. Hii inapunguza uwezekano wa msaada wa kidiplomasia, kwani masuala yote yanayohusu wa Kenya, Vietnam hushughulikiwa kupitia ubalozi wa Kenya nchini Thailand. Sheria za Vietnam ni kali dhidi ya madawa ya kulevya. Vietnam ni mojawapo ya nchi zinazojulikana kwa kutokuwa na huruma kwa makosa yanayohusiana na mihadarati. Adhabu kama ya kunyongwa au kifungo cha maisha hutolewa mara kwa mara kwa wanaopatikana na hatia. Hii ni stori ya kusikitisha sana, lakini inapaswa kuwa funzo kwa wapambanaji wengi wanaosafiri kwenye nchi za nje kutafuta maisha. Kusafiri ukiwa na mizigo ya mtu au watu usioamini au siojua vizuri kunaweza kuwa hatari zaidi ya unavyodhania, kama kitu ambacho kimemtokea Nduta. Taarifa hii na kisa hiki cha kutisha ni kutoka kwa Labella Mafia on X. Nikumbushe tu kusubscribe na kuturn on alama notification na unipe mtazamo wako hapo kuhusiana na hukumu ya Nduta. Taarifa hii imekujia moja kwa moja kutoka hapa Mnyalu TV. Na hii ni Mnyalu TV.